Na mtazamaji, tuelekee Pwani ambapo baadhi ya wakazi wa Ngutatu na Marimani, Kisauni, kaunti ya Mombasa wanaishi na wasiwasi wakidai kuna genge la vijana wenye silaha ambao wamekuwa wakivamia mashamba yao na kujenga makazi ya muda. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki ni kwamba maafisa wa polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi na kutaka waathiriwa kuandikisha taarifa baada ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Kiembeni. Kimya na wasiwasi zimetanda katika mitaa ya Marimari na Ngutatu, eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa. Mzee Masambu Pole Mwakai anadai kuwa genge la wahuni lilimvamia nyumbani kwake wakitaka nusu ya ekari 6 anazomiliki. Vijana hao waliojihami anasema walijenga kijumba kama hiki baada ya kuripoti alielekezwa kuvunja nyumba hiyo. Niliona vijana grupu kubwa sana ambao hawapungui hata 100 walitokeza na chini huko kwa shamba, wakawa na mapanga mengi sana. Baadaye nikaona majirani wakakaribia hapo. Walipokaribia tukawauliza kwani kuna nini, ndio wakaelezea kwamba sisi tumekuja tuchukue hii shamba. Kwa hivyo wewe mzee tulia hapo hapo ulipo. Wamepita paka pale kwetu. Sasa sisi kuna mahindi ambayo tumepanda. Asubuhi ya leo nimeenda pale, nimepata mahindi yameng'olewa. Mahindi yameng'olewa, sijui nitaenda wapi sababu tushaenda tayari police station, tukaripeana report, tukapewa OB na hakuna kitu kilifanyika. Genge hilo pia linadaiwa kuvamia shamba la familia ya Mwambui Karisa. Urithi anaosema alipanga kuwagawanyia wanawe 6 kabla ya vijana hao 6 kuomba ruhusa ya kuvunja makao hayo. Nilikuja nikaulizwa na wanangu, wakaniambia wale waliokuja wakaingia pale na hata wamejenga vinyumba vyao, na tukiangalia tunaona kwamba ile ni shamba yako baba ulioachiwa na babu yetu. Kwa nini imeingiliwa namna ile? Sisi baba tupe ruhusa tuende tutoe ile kibanda. Na nilijaribu kuwazuia kwa sababu mengi siku yahitaji, lakini vijana walienda kubomoa hiyo kibanda kwa sababu ya uchungu wa shamba ya babu yao ambaye ni babangu mzazi mimi. Baada ya kuvunja makao hayo, vijana wake wawili walikamatwa siku 3 zilizopita na hadi sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Concordia. Jumla ya watu 3 wamekamatwa wiki hii. Hilo jambo liliniuma sana kuonelea kwamba wanangu wamekuwa ndani, na mpaka leo hii ninavyozungumza hao wako ndani, hawajapelekwa kotini. Mimi sina uwezo wa kwenda kuwatoa. Kwa hivyo hilo liliniuma sana. Hata nilipopata habari kwamba nyinyi mnakuja hapa, niliona litasaidika. Kwa hivyo hilo lanitia uchungu, hata nikilifikiria lanitoa machozi. Amshika mkono huyu polisi, yule mvamizi akamchapa na fimbo. Akamchapa mtoto wangu hata sahihi. Sijui kama nitakwenda kumuona sahihi. Kwa hivyo mimi nataka usaidizi. Msururu wa matukio haya umewaacha wakazi na wasiwasi, wazee hao wakihofia kuvamiwa na vijana hao wanaovamia mashamba wakilenga wazee. Baadhi ya wakazi wakilaumu asasi za usalama wakidai wanashirikiana na genge hilo. Kamanda wa polisi eneo la Kisauni Francis Murithi amesema uchunguzi unaendelea na kutaka familia hizo kuandikisha taarifa zaidi katika kituo cha polisi cha Kiembeni. Hata ukijaribu kuelezea ama kujua shida inatokea wapi, wanakuambia ukijaribu kuinvolve serikali, wewe hiyo shamba yote utaikosa. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, mzee Mwasambu na baadhi ya wakazi katika mtaa huu wamekuwa wakiishi kwa wasiwasi. Kilio chao kwa serikali ni kuweza kufanya uchunguzi wa kina na asasi za usalama ambazo zimelaumiwa kuweza kuchunguzwa ili waendelee kuishi hapa kwa amani. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.